Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tusogee tena, tuende kugusa kitu ambacho ni muhimu na ni kanuni kwenye ulimwengu wa roho. Unapoona mtu ana uwezo ndani yake wa kutamkia vitu vikatokea, manake kuna kanuni anazimiti kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kanuni anaziattach kwenye ulimwengu wa roho. Na nikukumbushe huku tulikotokea jana ya kwamba Mungu aliachilia nguvu ya kutamka kwa Adam, na Adam kila alichokitamka kwenye vile alivyokuwa amemletea kama taswira, kama picha, Mungu akampa mamlaka ya kutamka, na alivyovitamkia vikapata kuishi kama ambavyo alitamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo andika namna hii tena, kitu ambacho ninataka tukiguse, andika namna hii ya kwamba ruhusu Roho wa Mungu aatamie juu ya mambo yako yaliyokufa. Ruhusu Roho wa Mungu aatamie juu ya mambo yako yaliyokufa, ili yapate kuishi tena. Ili yapate kuishi tena. Kumbuka tunazungumza juu ya vitu ambavyo havina uhai wa kuishi tena, lakini Mungu kwa mamlaka aliyoachilia ndani yetu, basi tuvitabirie, tuvitamke viweze kuishi tena. Kumbuka nguvu ya kutabiri kwako ndiyo nguvu ya kuruhusu vitu viishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 2 mpaka wa 3 ndilo jambo ambalo nataka tulitafakari, alafu tupate muda wa kuomba. Neno la Mungu linasema hivi: nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Sasa hii ni kanuni ya ajabu mno, ambao kanuni hii Mungu ametuwekea kwenye maisha yetu, ya kwamba vile vyote ambavyo tumeumbiwa viko kwenye maisha yetu, viko kwenye uso wa nchi ambao Mungu ametupa tumiliki na kutawala. Bwana aliachilia hii kanuni kwenye maisha yetu ili tuitumie, na tunapoitumia basi iweze kuleta matokeo. Maandiko yanaonyesha wakati Mungu anataka kuumba hivi vyote ambavyo unaviona, vinavyoonekana na visivyoonekana, kuna kanuni hii aliruhusu. Manake katika uweza wake wa uungu alikuwa na roho wake. Roho huyu akamtumia kama roho ya kuwezesha vitu kutokea. Maandiko yanasema roho yake ikakaa juu ya vilindi vya maji. Kumbuka ilikuwa ni nchi yenye utupu. Kumbuka ilikuwa ni nchi iliyo na giza. Kumbuka ilikuwa ni nchi ambao hakuna kitu ambacho kingeweza kuzaliwa, kwa sababu hapakuwa na roho ya kusababisha vitu vizaliwe. Ninapozungumza na wewe mtakatifu wa Bwana, ninataka uingie kwenye uhalisia wa maisha yako ambao unayo mahali ambapo upo. Tunapozungumza kwamba palikuwa utupu, tafsiri yake hapakuwa na kitu chochote kilichokuwa kikidhirika kwenye uso wa nchi. Manake vilikuwa ni vilindi vya maji. Tafsiri yake ulikuwa ni nchi iliyobeba vilindi vya maji. Pana vilindi vya maji, hapakuwa na kitu chochote. Lakini kumbuka kitu cha tatu, palikuwa ni giza. Roho wa Bwana alipokuja kuatamia juu yake, alikuja na vitu kadhaa vilivyowezesha leo hii ulimwengu unaouona kutokea. Jambo la kwanza ni roho iliyokuwa na uzima ndani yake. Tafsiri yake aliporuhusu ile roho kukaa, ilileta roho ya kuzaa. Ninatamani mtu wa Mungu nielewe saa hii. Roho hii ilikuja na kitu kinachoitwa nuru. Tafsiri yake palikuwa ni giza. Roho ilipoatamia pakatokea nuru. Maandiko yanasema akasema na iwe nuru. Manaka akatamani ya kwamba hivi vitu vinavyotakiwa kutokea kwenye uso wa nchi vikaonekana kwa uso wa macho, kwa macho yetu ya mwili na nyama vionekane. Wakati mwingine hivi ambavyo havionekani, cha kwanza kiliwezeshwa na kitu kinachoitwa nuru. Maandiko yanasema akaiweka nuru, akasema kwa kinywa iwe nuru, na ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna mahali unapita, leo kuna vitu ukivitazama unaliona ni giza kamili. Leo kuna vitu ukitazama unaona ni giza kabisa, vitu havizai, ni tupu, havina kuzaa tena. Inawezekana ikawa kwenye eneo lako la familia, kwa watoto wako, kwenye ndoa yako, unaona ni giza.
Inawezekana kwenye uchumi, unaona ni giza. Inawezekana kwenye habari ya umiliki na utawala, unaliona ni giza. Hakuna kitu kinachotokea. Na wakati mwingine unatumia nguvu kubwa kutenda kazi, lakini hauoni kama kuna nuru ya kukupa tumaini la kwamba kuna vitu vinazalika katikati ya lile eneo. Ni giza. Nikukumbushe, mwanzoni palikuwa ni giza na palikuwa utupu, lakini nguvu ya kutamka kwa kanuni ya Roho wa Bwana kuwatamia, vitu vilitokea. Inawezekana saa hii kwenye biashara yako ni giza. Huo mtaji uliouweka ulishapukutika wote. Umekuwa na roho ya chuma ulete. Umekuwa na roho ya madeni. Kila ukitazama unaona hausogei. Ni miaka inaenda na ndani ya moyo wako unatamani kuwa na biashara ya kukua kutokea leo basi kesho ikue zaidi, lakini hauoni. Tafsiri yake ni giza limekaa. Na kuna kanuni hii ambao watakatifu wengi hatutumii hii kanuni ya kuruhusu Roho wa nuru akatamie, kuruhusu Roho wa kufunua vitu vikatokee. Kanuni hii hatuitumii, lakini ni kanuni ambao Bwana ametupa kwenye maisha yetu. Ndiyo maana ukiendelea kusoma maandiko yanasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Manake huyu ni Yesu alikuwa anasema. Na Yesu huyu aliposema, maandiko yanasema Roho yule alipokuwa juu yake akamwezesha yale ambayo yalitakiwa kufanyika, saa ile ameitwa yakaanza kufanyika. Lakini hatuoni tu kwa Yesu peke yake, hata pia kwa Isaya nabii maandiko yanasema Roho wa Bwana akawa juu yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 61 unayaona hayo maandiko. Ukisoma mstari wa kwanza pale unayaona hayo maandiko. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Luka 4 ule mstari wa 18 19 unayaona yale maandiko yanafanana. Manake Roho ni kama kanuni, anapowatamia saa ile kile unachotaka kitokee, ukitamka kwa kinywa, kwa kuwa kuna Roho wa uwezeshaji, vile vitu vinatokea. Nasema na mtu mmoja ambaye amekata tamaa. Nasema na mtu mmoja ambaye ameona kama vitu haviwezekani. Nasema na mtu mmoja ambaye ndani yake amekata tamaa kabisa, haoni kama Mungu akimsaidia. Yuko Roho wa Bwana ambao Bwana amemruhusu, ambao ametupa, ambao tunao kwenye maisha yetu. Roho ambaye tunaye kwenye ulimwengu huu, kitu ambacho ni kigumu kwenye maisha yetu. Roho huyu tumemkataa, hatumtumii. Ndio maana tumekwama, ndio maana vitu havitokei. Lakini unapotumia kanuni hii ya kuruhusu Roho wa Bwana kwenye jambo lolote unalolifanya, kwenye kitu chochote unachokifanya, kabla hujaanza ukaruhusu Roho wa Bwana atamie, ukaruhusu Roho wa Bwana akae, ukaruhusu Roho wa Bwana atamie hapo, manake vitu lazima vitokee. Bwana Yesu asifiwe. Lazima vitu vitokee. Ukiona vitu havitokei, kuna kitu cha kikanuni hakijakaa sawa sawa. Nisikilize mtakatifu wa Bwana, maisha yetu ni kanuni. Unapotaka kitu kitokee, lazima ujue kanuni ipi unasimama nayo ili kitu hiki kitokee. Mungu ametupa hii neema. Hii ni kanuni ya ajabu sana kwenye uumbaji. Manake Mungu ametufanya sisi wanadamu tuwe muendelezo wa uumbaji chini ya jua. Ya kwamba kwenye familia unaweza ukaumba watoto wako watokee kwa namna gani. Kwenye familia unaweza ukamsemea mume wako, ukamsemea mke wako ya kwamba atokeaje. Manake lazima uijue hii kanuni ya Roho wa Bwana kuatamia. Unaweza ukatokea ukasema natamka Roho wa Bwana atamie juu ya watoto wangu, Roho wa Bwana atamie juu ya familia, Roho wa Bwana atamie juu ya biashara, Roho wa Bwana atamie juu ya mke wangu, mume wangu, Roho wa Bwana atamie. Na kisha kuatamia, tamka unayotaka kutamka yatokee. Ndio maana somo linasema tabiri juu ya vitu vilivyokufa. Neno vitu vilivyokufa ni vile vitu ambavyo haviwezi kuzaa, haviwezi kuleta matokeo ambayo unayataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Bwana. Nisikilize. Ninatamani uzijue hizi kanuni ya kwamba mchana wako huu wa kuomba huwe ni mchana unaodhihirisha vitu katika ulimwengu wa roho. Huwe ni mchana ambao ukiachilia Roho Mtakatifu, nataka niseme na wewe, wakati wajua kupunga, kuna vitu vitakuwa vimeshatokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize mteule wa Bwana. Ninataka tuende kuomba. Na maombi haya yawe ni maombi ambayo unaruhusu Roho wa urejesho katikati ya vile vitu ambavyo vimekwama mahali, vimekuwa stagnant, vimekwama, haviwezi kuzaa tena, haviwezi kuleta maongezeko. Unaenda saa hiyo unamwambia Roho wa urejesho atamie
Inawezekana ni biashara haizai na kuongezeka. Mwambie roho wa urejesho atamia. Mwambie roho wa kuongezeka atamia. Anza kuvitamkia. Anza kuvitamkia. Watu walio wengi wanakata tamaa. Na ndio maana nimekuwa nikizungumza na kanisa mara nyingi. Saa unapoambiwa omba, omba kweli. Wapo unapoambiwa tamka, maneno ya kinywa chako ndio yanaweza kuruhusu vitu vitokee. Sasa moja ya kitu ambacho ni changamoto kwenye kanisa, watu wakiambiwa kuomba hawawezi kutamka. Manake wanafikiri kuomba kwao ni kunyamaza kimya ndiko kuomba. Nisikilize, kuna nguvu kwenye kutamka. Mimi sihitaji tu dakika hii tu kwamba kunyamaza unaweza usio unaomba. Ye kweli yako maombi ya kimya, lakini muulize Roho Mtakatifu anataka nini? Anataka ukae kimya au anataka utamke? Lakini asilimia ya udhirisho wa vitu kwenye ulimwengu wa roho ni kuvitamkia. Wakati saa ile Roho wa Bwana ameatamia. Kanda rabokori kaita rabosiki. Roma ndori ya mosaita. Raipokori maseke motori kandara. Nasikia uwepo wa Bwana uko hapa. Ninapotaka uombe mtakatifu wa Bwana, mwambie Mungu akupe nguvu ya kutamka na vitu vitokee. Ikiwa roho yake ameendelea kuachiliwa. Ukimwachilia Roho Mtakatifu lazima uwe na utakatifu naye. Hii nayo ni kanuni ambayo inatakiwa ikusaidie. Ili uruhusu Roho wa Bwana akae kwenye kitu chako unachotaka kilete matokeo, lazima na wewe uwe mtakatifu kama yeye mwenye kuwezesha alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokwenda kwenye maombi, hakikisha unatengeneza mfumo wako wa kiroho. Hili Roho wa Bwana akija aje katikati ya utakatifu ambao anakukuta kwenye mazingira hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuende kuomba. Tunazo dakika kama 15. Nataka tuende kuomba. Hizi dakika 15 hakikisha unamwambia Roho Bwana atamie. Atamie kila mahali ambako unapaona wewe kuna vitu havijathirika. Inawezekana kwenye kundi ulilopo la kusifu na kuabudu, mwambie Bwana atamia kwenye kundi la kusifu na kuabudu. Hili saa tunapoimba, Roho wa Bwana agenerate vitu kwenye ulimwengu wa roho vitokee na viwafikie washarika. Inawezekana kuna mahali unaona vitu havijatokea. Ni kwenye uzao wako, ni kwenye biashara, shuleni kwako wewe mwanafunzi. Ruhusu Roho wa Bwana akae. Yawezekana pale ofisini kwako. Fika pale kwenye ofisi yako. Ruhusu Roho Mtakatifu kabla hujakaa. Mwambie Roho Mtakatifu atamia kwenye hiki kiti ninachotaka kukikalia. Roho kishakaa pamoja na yeye, kuna mawazo ndani yako yataanza kutokea. Manake ukiwa ni mtu wa maamuzi, utatoa maamuzi yaliyofunikwa na nguvu za Roho Mtakatifu na vitu vitaanza kutokea. Wewe utakuwa mtu wa matokeo. Nenda mbele za Bwana, anza kuomba, anza kutamka. Mwambie Mungu ninakuja kwako. Mwambie Bwana nakuja kwako. Leo ninakuja katika level ya utakatifu. Maandiko yanasema ninyi weni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Baba anatenda kwenye kanuni ya utakatifu. Mwambie Baba ninakuja kwako katikati ya level ya utakatifu huu, na nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Wewe Mungu unajua, wewe unajua uwanda nilipo, wewe unajua kwenye biashara yangu, wewe unajua kwenye kazi yangu, wewe unajua mahali ambako Bwana umeniitia kufanya kazi. Yawezekana ni mtu wa maamuzi, yawezekana ni mtu wa kutoa maamuzi kwa ajili ya wengine, yawezekana ni mshauri kwenye nafasi hiyo, yawezekana ni mzee wa kanisa, yawezekana ni muimbaji, yawezekana umepewa nafasi lakini haujawahi kudhihirisha matokeo. Hauna matokeo kwenye hiyo nafasi. Imekuwa ni nafasi ya lawama, imekuwa nafasi ya maumivu. Nami nataka niseme kama Bwana aishivyo, katika jina la Yesu, Roho wa Bwana atamie juu yako. Roho wa Bwana atamie juu yako ili uweze kunena. Kama ni mhubiri, mfundisha injili, kama ni mhubiri, mwenena neno la Bwana, ulinene kwa ujasiri, Roho akiwa juu yako. Nami nataka nikupatanishe kwa kanuni hii ya kwamba Roho akiwa juu yako lazima vitu vitokee, lazima vitu vitokee. Baba, katika jina la Yesu, tazama mama huyu, tazama baba huyu ambaye yupo anaomba kwenye uwanda wake. Mpeleke mpaka hapo, na wewe muonyeshe Bwana, na wewe muonyeshe Mfalme, kama ambavyo ulimuonyesha huyo nabii wako Ezekieli, ukampeleka kwenye uwanda, akauona uwanda ambao huo uwanda umewekewa mipaka kwenye mambo ya kuongezeka, lakini ukasema na yeye, sema na huyu mama kwenye eneo lake la ndoa, sema na huyu baba kwenye eneo lake la ndoa, sema na huyu mtu kwenye eneo lake la biashara, kwenye uongozi wake. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, ingilia kati Mfalme, ingilia kati Jehova. Rapa koma sakataya. Omba na kuomba, omba mteule wa Bwana, omba
Mtakatifu wa Bwana, haya maombi ya mchana saa kama hii yanakuongeza nguvu. Omba na kuomba, omba na kuomba. Mwambie Mungu naachilia, mwambie Bwana naachilia. Achilia roho wa Bwana atulie hapo. Achilia roho wa Bwana atulie paka huko nyuma, paka kila eneo. Achilia roho wa Bwana atulie kwenye hii madhabahu. Hii nguvu ya Bwana iweze kutokea katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu aliye hai, Mungu wa uweza, Mungu wa nguvu, Mungu unayeumba, Mungu unayedhihirisha, Mungu unayefufua. Roho akae, roho ufufua akae, roho ufufua akae, roho anayeponya. Achilia huyo roho, achilia huyo roho. Omba mtu wa Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Watu wanaoomba maombi haya, Bwana yasikie, ya huyu mama, ya huyu baba, ya huyu kijana, ya huyu mtu ambaye yuko hapa kwenye madhabahu yako. Baba, yasikie hayo maombi, Baba, yasikie hayo maombi katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mtu huyu Bwana anaponena, neno lake liatamiwe. Napeleka roho Bwana kwenye kinywa chako, naondoa huo uteka, naondoa hayo mazuio, yaachie katika jina la Yesu. Fire katika jina la Yesu. Achia mtu wa Bwana, achia nene. Wengine wamefungwa vinywa vyao, wengine hawawezi kunena, vinywa vyao haviwezi kutamka. Fire, achia katika jina la Yesu. Henyi mapepo mliokamata hicho kinywa, mliokamata hicho kinywa, lazima kinene, lazima kinene. Nguvu ya Bwana itembee, roho wa Bwana tembee, akibadilisha hicho kinywa. Wengine maneno wanaotoa kwenye vinywa vyao, wanatoa maneno ya makufuru, wanatoa maneno yasiyofaa, wanatoa maneno ya uharibifu. Na achilia damu ya mwana kondoo na disconnect hizo roho za uharibifu, ziachie vinywa vya watu, achia vinywa vya watu. Natamka kwa mamlaka, natamka kwa mamlaka, achia hicho kinywa kinene mapenzi ya Bwana. Tamka na kutamka. Wewe kamata kwenye kinywa chako, yawezekana una udhaifu kwenye hicho kinywa, hauwezi kunena kama inavyotakiwa. Mwambie Baba, mwambie Baba. Rapa kori ya mashakataya ya baitori mosia ya ndari ya mashaita ya pori ya masika karamandara rabababoshaka. Baba akupe neema, Baba akupe neema, Baba akupe neema. Omba, 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 omba vitu vitokee, omba vitu vitokee, omba vitu vitokee. Ukisikia kunena kwa lugha, we nena, usikae kimya, usikae kimya, maana kunena kwa lugha kunaleta nguvu ndani ya mtu. Omba na kuomba. Baba, katika jina la Yesu, Baba, mtazame huyu mtu, Baba, muangalie huyu mtu, Baba, mtazame. Nena nalo linena, ridhirishe kwa roho wako mtakatifu, ridhirishe kwa uweza wa kwako, ridhirishe kwa ukuu wa kwako, ridhirishe kwa utukufu wa kwako. Na iachilia hiyo roho, iatamie hicho kinywa. Nena na kunena, nena na kunena. Nataka uwe shuhuda ya kwamba ulivyo vinena vimetokea kwenye maisha yako, kwenye eneo lolote ambalo Bwana amekupa. Neno lilete matokeo, neno lilete matokeo. Na mimi ninasimama kama kuhani, na mimi na hayo mafuta juu ya vinywa vya watu, na watamkia katika jina la Yesu. Na wahamisha kwenye milima, na wahamisha kwenye uteka, na wahamisha kwenye mazingira ambao yamekuwa magumu. Acha kutazama hayo mazingira, Bwana akupeleka hatua nyingine, Bwana akupeleka hatua nyingine. Hiyo nguvu ya Bwana itembee na wewe, na uweza wa kifarume uwe juu yako katika jina la Yesu, na uweza wa kiungu utembee na wewe, utembee na wewe. Omba, 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 omba. Nataka nione watu wanaomba, nataka nione watu wanaomba. Hata niye mnaosikiliza mpaka huko kwenye TV, omba na kuomba. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha. Bwana yuko pamoja na wewe, Bwana yuko pamoja na wewe. Baba anakuita, Baba anakuita, anataka kuonyeshe hayo mambo uliyakatia tamaa yaanze kuleta matokeo, yaanze kuleta matokeo. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu. Wewe ni Mungu wa uweza, wewe ni Mungu wa nguvu, wewe ni Mungu wa mamlaka. Muone mtu huyu anayeomba, muone mtu anayeomba. Hayo maneno anayoyatamka, hatamke kwa imani, hatamke kwa kumaanisha, hatamke kwa kukubali. Rapa koria mashaka sata yandara bosia hora baitori kotaya yandari makansika kandara bashakata yepopo seketerika rapa komandara raima kante ya makanta. Na mimi na hiyo nguvu itembee na wewe ninaponena kwa lugha namna hiyo. Bwana, kuna vitu anavidhirisha rohoni, kuna vitu vinatembea kwako, kuna vitu vinatokea kwako. Ya mosi ya masika ya iba makantaya ya momo sheke mosika rapa kampanda repenteri motorika rapa koroboshaka. Hiyo nguvu itembee kwako, hiyo nguvu itembee kwako. Mimi ni uweza huo, huo uweza wa Bwana utembee na wewe, utembee na wewe katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Na Mungu aliye hai hata kuacha
Baba akupe hiyo neema. Kila unachokinena kilete matokeo. Kila unachokinena kilete matokeo. Hicho unachokinena Mtakatifu wa Bwana, maana unaendelea kuomba. Omba na hiyo nguvu uendelee kutembea nao kwenye familia yako, paka hapo ofisini, paka hapo kwenye gari. Wewe tembea nayo tu. Wewe tembea nao namna hiyo. Wewe tembea nao namna hiyo. Wewe tembea nao namna hiyo. Wewe tembea nao namna hiyo.